من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali yote kwanza, hatuna budi sisi kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema na ihsani na taufiki ya kutuwafikisha sisi kuweza kuifika siku hii tukufu, siku ya Ijumaa. Hakuna mtu katika sisi, ndugu zangu, ambaye yeye kwa elimu yake, kwa akili yake, kwa cheo chake aliweza kumtumia taarifa Allah niweke mimi mpaka siku ya Ijumaa, au niafikishe mimi niweze kuidiriki adhana ya kwanza. Hakuna katika sisi, ila isipokuwa ni taufiki na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi. Kwa nini nasema hivyo? Ndugu zangu, wako watu wengi katika mji wetu, aidha katika wilaya yetu, aidha katika kata yetu, aidha katika mitaa yetu, walitamani na wao waweze kuwahi kufika katika nyumba tukufu kama hii, lakini kwa sababu zao mbalimbali, kwa sababu zao mbalimbali, hawakuweza kuwafikishwa na Allah kuweza kufika wakati kama huu. Lakini mimi na wewe, ndugu zangu, tumeweza kuidiriki adhana ya kwanza ya siku tukufu ya Ijumaa. Hii ni ihsani ya pekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo watu, ndugu zangu, wamekuwa na dhana potofu kwamba kuwahi kwenye vikao vya kidunia ndio kuweza kupata sifa mbalimbali, lakini kuwahi kufanya amali katika zile siku mashuhuri haoni kama kuna mzidishia yeye utukufu na kumpa uchamungu, ilo halioni. Ndo juhudi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa juhudi zake ilikuwa ni kubadilisha umma wake kutoka katika dhana, fikra ya kuweka yaqini ya vitu na kupeleka au kubadilisha yaqini zao, mapenzi yao, hamu yao katika amali. Kwa nini? Kwa sababu, ndugu zangu, kufanya amali, kufanya matendo mazuri ndiko kunako badilisha hali za watu. Hapa nataka kidogo tutambuane. Ni wangapi miongoni mwetu walikuwa na sifa mbalimbali
juhudi ya kila nabii, juhudi ya kila mtume alayhi salam ilikuwa ni kuja kuongoza umma, kuwatoa katika fikra potofu, dhana potofu, mapenzi ambayo si sahihi, na kuelekeza katika yaqini ya kuelekea muumba wao ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mimi na wewe kuwahi msikitini siku ya Ijumaa ni haki ya mimi na wewe. Kuna fadhila nyingi na ubora mkubwa wa Muislamu, kwanza kuitambua siku hii ni siku gani, lakini sio kuitambua tu na kuifanyia maandalizi yake tokea jana mpaka kufika muda huu leo na kuweza kuingia katika nyumba kama hii, hali ya kuwa mapema kabisa. Kuna ujira mkubwa. Nimeona nianze na utangulizi kwa kulizungumza hilo. Uzama katika imani, tukiendelea na mwendelezo wetu kama ada yetu ya msikiti wetu, kuweza kukumbushana, kutoa yale mawazo ya kidunia na kuweza tupate fikra za kuiangalia, kuifikiria akhira yetu, yaani kutoa zile hatari za kimazingira na kuweza kuingiza hofu ya Allah. Imani sasa uko mbele ya Allah, nini unatakiwa ukifanye kwa muda huu, nini unatakiwa ukizingatia kwa muda huu, kabla ya kutubu hajasimama na kuweza kutuaidhia. Ndugu zangu, leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Shawwal. Ijumaa hii haitajirudia tena mpaka kiyama kinasimama, na siku zote huwa nikisema Muislamu miongoni mwa Waislamu wa zama zetu, wao wa zama hizi, tumekariri aina au namna ya ibada au aina ya ibada wengi sana. Tunajua, tunatambua, tunafahamu ibada ni swala tano. Ni kweli ni swala tano, lakini ibada ni mjumuiko wa kila tendo, kila kauli ambayo inamridhisha Allah na kumpendezesha Allah. Hiyo ni ibada. Na wale wote ambao tukiwataja tunasema radhiyallahu ta'ala anhum, wakitaja tunasema rahmatullahi alayhim, hawakuwa ni waswalini tu wa swala tano, walikithirisha katika amali mbalimbali, walimtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ndiyo msimamizi na mtetezi wa hali zao mbalimbali. Swala la riziki walimkabidhi Allah, swala la uhai wao, hofu, njaa, mali, familia zao walimkabidhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii swala kwao ilionekana kuwa ni wajibu, bimaana ni nguzo. Kwa hiyo walikuwa wakiitekeleza, imma wakiwa wana afya, imma wakiwa ni wana maradhi, imma wakiwa na njaa, imma wakiwa safarini, imma kwa namna yote ile, akiwa ni mgonjwa. Wengine mpaka walifikia hatua ya kufanyiwa operation ndani ya swala kwa namna ilizokuwa ibada. Sasa ndugu zangu,
atazidishwa mara zaidi, na yule pia atakayefanya uovu ndani ya miezi hiyo, uovu wake utakuwa ni mkubwa kushinda miezi mingine. Kwa hivyo ndani ya mwezi wa Ramadhani watu walijizuilia na uongo, watu walijizuilia na kurushi, kufanya udanganyifu wa hili na lile. Haijalishi ndani ya Ramadhani ndio watu wajizuilie na maovu, hapana. Isipokuwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao wanachuoni wameuita ni mwezi wa michumo, bimaana tujifunze, tutafute ucha Mungu ili ucha Mungu huo uweze kutulinda na kutuhifadhi katika miezi 11. Tulijifundisha kwamba tusizini, tusiibe, tusiwe waongo, tusitukani, tuwe wa kweli. Basi yale tuliyofundisha basi tuyafanyie kazi miezi hii 11 iliyokuja. Kwa hivyo leo kwa muda mfupi huu tutaangalia mambo mawili ambayo ndani ya jamii yetu tunaishi nayo tulio wengi: udanganyifu. Miongoni mwetu tumekuwa ni waongo, wadanganyifu, na pia tumekuwa ni wingi wa kutukana, kutoa maneno ambayo hayafai. Ndugu zangu, haya ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka katika miongoni mwa dhambi makubwa. Kutukana, kufanya udanganyifu ni miongoni mwa madhambi makubwa, tutambue hivyo. Kama vile ilivyokuwa kuua, ushirikina na madhambi mengine au na makosa mengine, basi hakadha hivyo kutukana na kufanya udanganyifu pia ni miongoni mwa madhambi makubwa. Muislamu, muumini wa Kiislamu, nataka tufahamike vizuri, kuna Muislamu na kuna muumini. Muumini anapatikana katika Uislamu. Kwa hiyo yule ambaye ni muumini wa Kiislamu hapaswi kutukana. Yule ambaye ni muumini wa Kiislamu hapaswi kufanya rushi, hapaswi kufanya udanganyifu. Kwa hivyo basi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwa maneno yake mafupi kabisa, lakini yana maana pana na yana maslahi mapana katika maisha yetu. Nasema man ghasha falaisa minna. Ukiangalia tamko maneno haya kwa udogo, lakini wanachuoni walivyoeleza maneno haya ndio nusura na msaada wa muumini wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallama anamkataa yule ambaye atakayekuwa na sifa na tabia ya udanganyifu. Na ukiangalia udanganyifu unaingia kila sehemu, kwenye wakati, kwenye kuaminiwa, kwenye kujiamini, kwenye kufanya mambo yako, kuiangalia familia yako, kuzielekea ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kote huko. Yule ambaye
minna, huyo sio katika sisi. Na sisi sote tumechukua dini kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ambaye amechukua dini kwa sahaba. Sote sisi hapa Allah aliteremsha dini kwa kipenzi chake, kisha yeye sasa atakaisambaza kwetu sisi kupitia masahaba na yeye mwenyewe akiwemo. Kwa hivyo yoyote Mtume anasema atakayetufanyia udanganyifu, huyo sio katika sisi. Na swala la udanganyifu, wanawachuoni wamenieleza kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa ahadi kali, ametoa kemeo kubwa, na hii ilitokea baada ya siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya safari zake au matembezi yake akafika sehemu moja sokoni, akakuta moja ya Muislamu kama leo wanavyofanya miongoni mwa hao Waislamu, sio mudu hao Waislamu, chini anaweka aina tofauti ya bidhaa, juu ya hiyo bidhaa anaweka bidhaa nyingine tofauti, ubora tofauti. Ukiangalia thamani ya ndani ya mfuko mmoja inakuwa tofauti, ubora unakuwa tofauti. Ndio akamwambia bwana, man ghashana falaysa minna, yoyote mwenye kutufanyia udanganyifu, huyo sio katika sisi. Lakini sio tu katika masala ya kibiashara, hata katika masala ya kimazao shambani. Lakini sio hivyo tu, hata katika utumishi wa umma, awe mwalimu pia, kwa maana tukisema ustadhi, imamu, baba nyumbani, wote wanaingia huko. Muislamu anapatikana vipi? Ni pale ambapo hawezi kulinda muda wa ibada za Allah, huyo amekuwa ni mdanganyifu. Tunaita kwa lugha nyepesi muongo, mjanja. Muda wa ibada umefika, yeye yuko kwenye draft, aidha yuko kwenye majlisi ambazo hazifai, aidha yuko kwenye biashara yake ambayo alipaswa kwa muda huo kuifunga. Aidha baba nyumbani unashindwa kuihudumia, kuilinda, kuilea familia yako. Aidha mama nyumbani anashindwa kuisimamia mali ya mumewe. Aidha mtumishi wa ndani, ima mtumishi wa umma, kuweza kulinda muda wa kazi ni saa 3, yeye anakwenda saa 4. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ghasha falaysa minna, yoyote mwenye kutufanyia udanganyifu, mwenye kuishi na maisha ya ujanja, mwenye kuishi haya kuwa hajitambui, huyo sio katika sisi. Ibada yake Muislamu hataki kuitambua, wala hataki kujua ile mipaka ya majukumu yake ya kiibada. Uislamu zangu haujaacha kitu.
umeelekeza kila kile ambacho wewe hufikiri kukifanya wala kukielekea wala kukitenda. Uislamu umetoa mwongozo. Leo tumekuwa tunaleta sababu bwana, Mungu mwenyewe ananiona. Ni kweli Mungu anakuona, lakini sio kwa dhana hiyo ambayo wewe unamchukulia Mungu. Unachelewesha jambo ambalo wewe mwenyewe umeingia mkataba nalo. Ima umeingia mkataba na Allah, ima umeingia mkataba na binadamu wenzako wa makubaliano ya pamoja, halafu nasema Mungu mwenyewe anaona. Mungu hana sifa hiyo. Ndugu yangu wa Kiislamu, Mungu hana tabia hiyo wala mwenendo huo. Mwenendo wa Allah upo katika uadilifu. Mwenendo wa Allah upo katika haki. Ingelikuwa ni hivyo ambavyo kila mtu anaona vile anafanya ndivyo, basi kusingekuwa na sheria. Hata sheria za kinchi nazo pia hazipo hivyo ambavyo leo mtu anafanya mambo yake kwa hiari yake. Hakuna. Leo mizani, mtu anafanya vipimo vile anavyotaka yeye. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimalizia kusema hivi, ilifikia wakati anapotaka kupanga bajeti yake ya kula chakula cha mchana, anaita familia yote, mke, watoto, mnapendelea leo tule nini kwa idhini ya Allah? Mnapendelea leo tule nini kwa idhini ya Allah? Baba, mimi napenda leo inshallah tule hiki. Mwingine baada ya kudera penda tule hiki. Baba, mimi napenda hivi inshallah. Ni masikizeni mwanangu. Mke wangu unasemaje? Watoto walisema basi. Angalia mfuko unaposema. Huu ndio Uislamu. Kama tumo kwenye tabia hiyo, mashallah, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atudumishe na tabia hiyo, kwa sababu kuna haki ya mtoto, kuna haki ya mume, lakini pia wewe baba, dini imekulazimisha ufanye hivyo. Sasa ule ujanja katika majukumu, katika ibada, Uislamu wetu umeondoa. Na jinsia nafsi yangu na kuhusieni juu ya kufuata na kutekelezea haki yake Uislamu, ambayo ndiyo dini tukufu, ndiyo dini tohara, na ndiyo dini yenye kuleta maadili sahihi katika ulimwengu. Kwa hivyo tusomeni Uislamu ili uweze kutupa faida na utupe miongozo iliyokuwa salama na ya kweli na ya haki katika maisha yetu mafupi ya hapa duniani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala